Kazi ama wazazi katika eneo la Mayenje huko Matayos, Busia wamelaumiwa kwa kuwatelekeza wana wao, swala ambalo limechangia pakubwa visa vya ulanguzi wa watoto katika eneo hilo lililoko mpakani mwa Kenya na Uganda. Mikakati imewekwa ili kuelimisha wazazi katika kaunti ya Busia kuhusu umuhimu wa malezi bora licha yao kuishi na changamoto za umasikini. Huku ulimwengu ukiadhimisha sherehe za siku ya mtoto wa Kiafrika. Mapuuza hayo ya wazazi yamesababisha kuongezeka kwa visa vya dhulma na idadi ya watoto wa kurandaranda mitaani mjini Busia na vitongoji vyake. Akiongea katika shule ya msingi ya Mayenje, eneo bunge la Matayos, kwenye sherehe iliyowaleta pamoja wadau wa kutetea haki za watoto, afisa wa watoto wa eneo la Matayos, Euphrasia Agala, amesisitiza umuhimu wa wazazi kuhamasishwa mara kwa mara kuhusu haki za watoto. Matayos sub-county iko kwenye mpaka wa Kenya na Uganda, na kuna watoto wengi ambao wanasafirishwa na nia ya kudhulumiwa. Kuna wale watu ambao wanasafirisha watoto wanawaleta hapa Busia, wengine wanasafirishwa wanaenda kwenye miji mingine kwa sababu wanaona kwamba wanapata watoto ambao watawatumia. Pia kuna wale ambao wanachukua advantage vile tuko kwa border, wale ambao wanafanya human body harvesting. Kuna wale ambao wanasafirisha watoto wanawapitisha kwenye porous borders ama zile ungazetted routes. Mkurugenzi wa shirika la Smile Women of Africa, Beatrice Juma, amesema kuwa wazazi wengi hasa wale wa kiume wamepuuza malezi ya wana wao na kuzamia katika shughuli za kutafuta fedha. Changamoto ambazo tunapata ambazo zinakumba watoto ni malezi mabaya. Tunapata kwamba wazazi wakati huu they have neglected their responsibilities. Wazazi wako so much in business. Wengine like men, from the way we have worked with the community, most men in particular, they have neglect their responsibilities. Chifu wa lokesheni ya Busia mjini, Oscar Halende, ametoa changamoto kwa serikali ya Kenya na ile ya Uganda kushirikiana ili kutafuta suluhu ya kudumu kwa ongezeko la watoto wa kurandaranda. Lakini kitu inatushusha moyo ni kwamba ukianza kuangalia hawa watoto mahali wanatoka, majority of them wanatoka Uganda. Serikali ya Kenya imeweka sheria ya International Conventions, ILO. Kuna hiyo sheria kama inaweza tumika so that hata wale Uganda, because it's an international law, kama wale Uganda tunaweza shirikiana nao na pia wawe strict upande wao. Katika hii kaunti yetu nimepata challenge kubwa sana. Kama jana watoto wamekuja wengi na hawa watoto wanatoka Uganda. Na si eti watoto hawana wazazi. Hawa watoto wamekuwa neglected by their parents in Uganda, na ningependa nchi yetu jirani ya Uganda wapate kupea watoto wao elimu. Haya yanajiri huku juhudi zikiwekwa kuwaleta pamoja watoto hao wa kurandaranda na kuwapa ushauri nasaha ili kuwawezesha kurejea nyumbani. Hao vijana wako na challenges mingi sana zenye wanapitia kwa hii street, ambapo wanalia sana shida ikipatikana mahali, kama for example kuna wizi imefanyika mahali, hao vijana ndio wanakuja kuandamwa eti hao ndio wameiba. Na unaweza pata kwamba kuna wale ambao wako innocent. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.